Karibu msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya kwanza. Tega masikio yako, simulizi inaanza. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Katika kijiji kidogo kilichopo mkoani Mtwara aliishi binti mmoja mzuri sana aliyeitwa Mwajuma. Mwajuma alikuwa mtoto wa pili katika familia ya watoto wanne. Baba yake alikuwa mvuvi wa samaki huku mama yake akijishughulisha na biashara ndogondogo ya mihogo, ming'oko na maandazi pembeni mwa barabara ya Naliendele. Licha ya maisha kuwa magumu, wazazi wake walijitahidi kuhakikisha mtoto wao anasoma. Mwajuma alikuwa akisoma katika shule maarufu ya wasichana iliyokuwa ikiheshimika sana mkoani Mtwara. Alikuwa mrembo, mwenye akili nyingi na mwenye ndoto kubwa za kufanikiwa maishani. Lakini kadiri alivyozidi kukua, ndivyo tabia yake ilivyoanza kubadilika. Mwajuma alianza kuvutiwa na maisha ya mjini aliyokuwa akiyaona kwenye simu za marafiki zake. Alitamani maisha ya starehe, mavazi ya gharama, simu nzuri na maisha ya kifahari aliyoyaona kwenye mitandao ya kijamii. Mara nyingi alikuwa akijiuliza, kwa nini mimi niendelee kuishi maisha ya shida wakati watu wengine wanaishi vizuri? Baada ya kuhitimu kidato cha 4, matokeo yake yalikuwa ya kawaida. Hakufaulu vizuri kiasi cha kupata nafasi ya kuendelea moja kwa moja na masomo ya juu. Siku moja jioni akiwa amekaa nje ya nyumba yao, alimwambia rafiki yake, Rehema, mimi siwezi kuendelea kuishi hapa kijijini. Nataka kwenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Rehema alishtuka. Lakini utaishi wapi? Unamjua nani huko? Mwajuma akatikisa kichwa. Mwajuma alisema, sitaki kujua. Bora niondoke. Huku hakuna maisha mazuri. Usiku huo, akiwa kila mtu amelala, Mwajuma alichukua nguo zake chache na kuweka kwenye begi lake dogo. Akachukua shilingi 30,000 alizokuwa amezificha kwa muda mrefu. Alimtazama mama yake aliyekuwa amelala chini kwenye mkeka. Macho yake yalijaa machozi. Lakini tamaa ya maisha ya mjini ilimzidi nguvu. Polepole akafungua mlango wa nyumba na kuondoka gizani bila kumuaga mtu yeyote. Safari yake ya kuelekea Dar es Salaam ilikuwa ndiyo mwanzo wa maisha ambayo yangebadilisha hatima yake milele. Baada ya safari ndefu ya basi, Mwajuma aliwasili jijini jioni sana. Magari, kelele za watu wengi na majengo marefu, alibaki akitazama kila kitu kwa mshangao. Lakini baada ya saa chache, ukweli ukaanza kumwingia. Hakuwa na ndugu. Hakuwa na kazi. Hakuwa na sehemu ya kulala. Na pesa alizobeba zilianza kuisha haraka. Alikesha kwenye benchi karibu na kituo cha mabasi huku akitetemeka kwa baridi na hofu. Usiku ulikuwa mrefu kwake kutokana na hofu kubwa aliyokuwa nayo. Kesho yake alipokuwa amekaa pembeni mwa barabara akiwa hana matumaini, wanawake wawili waliopita eneo lile walimuona. Walikuwa wamevaa nguo fupi zilizobana miili yao. Walikuwa wakicheka kwa sauti huku wakinukia manukato yanayoweza kumtoa nyoka pangoni kwa harufu yake. Mmoja wao alimsogelea Mwajuma na kumuuliza, dada, una shida gani? Mwajuma akaanza kulia. Nimetoka Mtwara, sina pa kwenda. Wanawake wale wakatazamana. Kisha mmoja wao akasema kwa tabasamu, usijali, mjini hakuna anayekufa njaa. Mwajuma hakujua kuwa wanawake wale aliokutana nao walikuwa ni makahaba waliokuwa wakiuza miili yao usiku katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Walimupeleka kwenye nyumba ndogo ya kupanga iliyokuwa imejaa wasichana wengine waliopaka vipodozi vikali. Usiku ule, Mwajuma aliona wasichana wale wakijiandaa kutoka. Mmoja akamwambia Mwajuma, ukikaa nasi vizuri utapata hela nyingi sana. Mwajuma akauliza kwa sauti ya chini, mnafanya kazi gani?
Wasichana wale wote wakacheka. Mmoja akasema, tunafanya kazi ya kutumia uzuri wetu. Mwajuma hakuelewa vizuri mpaka usiku ulivyofika. Na hapo ndipo maisha yake mapya yalipoanzia. Itaendelea sehemu ya pili. Je, Mwajei atajiunga kwenye hii kazi? Kama umeipenda simulizi hii usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manumbu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya pili. Asante sana.